Kwa jina naitwa Chifu Makombo Mohamed Mchacha. Wageni mliotutembelea, nipata swali la kusema kwamba Mkonona nini? Mti, mlima, mto au kitu gani? Mkonona sio mti, Mkonona sio mlima, Mkonona sio mto. Mkonona ni mtu. Kwa sasa hivi tunaye Mkonona anayetuendesha kwa muhula huu. Huyu ni Mkonona wa 4. Huyo wa kwanzani, huyo mwenye kutoa jina hili au mwenye kuvuma jina hili alikuwa mzee sana, halafu alikuwa na kidonda. Kwa lugha Kimakua anasema namba 5 kwa Kiingereza hicho. Sasa huyu mzee ilikuwa hatembei, ilikuwa anatambaa na matako tu. Sasa walio kuja kumsalimu, habari mzee wetu, habari choosha katika Kiingereza. Asema choosha salama, hii ni hao olelova na shonone lenyu vantekwe hukonona. Basi kukonona basi wakitembea kule nje. Ulikuwa wapi? Nilikwenda kumwangalia mzee wetu hapa, Mkonona huyo hapa. Kwa hiyo Mkonona ilikatapaka, ilikakuzwa na wenzetu wa asili yao, ikawa sasa jina lenyewe Mkonona. Kwa kifupi, kwa haraka, ndio asili ya mji wa Mkonona. Mtu Mwajuma la Mlani na Kuhwa. Hiyo cha Mtuguli ilikuwa ngoma ya mabibi zetu, na bibi yetu ndo ambaye yule mwenye picha. Haina lika maalum, lika yote tunaweza tukacheza, na ndio maana hapa tuko tofauti. Wengine wapo bibi kubwa sana, wengine tupo kama sisi makabu. Mimi naitwa Halima Maneno Mandiwati. Hii hapa wanaita kata. Kata hii wanachota maji kwenye nani? Vibuyu hii. Tunaenda kisimani kwenda kuchota maji, tunatia kwenye nani? Chungu. Kwa tuna bibi kubwa huyo alikuwa ananywa maji kwenye ngondingo. Unakata hivi inakuwa kubwa, ndio unakunywa maji. Kutegemea na mageuzi sasa hivi yaliokuwepo. Ndio akaamua tu kama sasa hivi wasichanje kama walivyokuwa na chanja zamani. Nake katika mageuzi sasa hivi ikawa ile ndonya imefutika. Tukaja na enzi ya sasa hivi ya kisasa hii. Jamii yani tunawaonyesha kwamba enzi za mababu, yani tulikuwa tunapata shida ya maji. Maji yalikuwa yanapatikana mbali. Kwa maana hiyo walikuwa nafunga hivi vibuyu, wanaenda huko kisimani mbali kwenye milima. Ukibeba hivi viwili ili upate maji mengi, ndio nabeba hivi, unaenda mtoni, unajaza buyu hili na buyu. Sio vidogo kama hivi, yani ilikuwa vikubwa. Ukifika nayo nyumbani ndio namiminia kwenye mtungi. Kwenye mtungi ndio nachota na kata hiyo. Unananili unakunywa. Na kinu hiki kwa sababu ya kutwanga kama kisamvu, kisha rudi mtoni, utwanga unapika. Kumbukumbu zitakaa miaka 1000 au mpaka dunia yenyewe ife.